Hedhi yako imekata na unatafuta mtoto. Umeenda hospitali, daktari kakuandikia vidonge hivi kwa lengo ubebe ujauzito. Somo la leo nimekuandalia kwa ajili yako. Hivi ni vidonge vya vichocheo vya mwili ambavyo hutengenezwa kiwandani kwa lengo la kwenda kutibu maradhi tofauti tofauti mwilini. Kama ushawahi kunywa vidonge vyenye majina haya katika maisha yako kwa lengo la kubeba ujauzito na hukuwahi kubeba mimba, somo la leo ndo kusudio lake. Masomo yangu yanatoka katika kitabu hiki cha sayansi ya homoni na ugumba. Nimekiandika kwa lugha ya Kiswahili, nimerahisisha biolojia ya uzazi na homoni. Na imani ukikipata utachimba kwa kina zaidi. Twende darasani. Hedhi ni tukio la kizazi kinajisafisha pale ukuta ule uliokuwa umeandaliwa kwa ajili ya mtoto katika mwezi husika, mimba inapokuwa haijatungwa. Ukuta ule unabomoka ili ujengwe ukuta mwingine. Kizazi cha mwanamke huwa kina tabaka mbili. Tabaka hii hapa, hii tabaka inaitwa basal layer. Hii ni tabaka ya kwanza ya kizazi. Alafu tabaka ya pili ya kizazi inaitwa functional layer. Hii ni layer ambayo hujengwa kila mwezi na kubomolewa kila mwezi. Hii ndo layer ambayo inakufanya wewe uone hedhi kila mwezi. Kwa hiyo pale unapoanza kuona damu siku ya kwanza, siku ya pili, ni tabaka gani hubomoka? Inaitwa functional layer. Halafu zile siku zingine zilizobaki huwa ni siku za kutibu hii basal layer, ile mishipa ya damu iliyokuwa ina supply chakula katika hii layer ambayo inaitwa functional layer. Ndio maana tunasema kwamba zile siku halisi za kubomoa ukuta huwa ni siku 2. Zile siku zingine zilizobaki ni siku za kuweza kutibu ile mishipa ya damu ambayo ilikuwa inalisha chakula, ile functional layer. Hutegemea mtu na mtu. Pale ukuta unapokuwa umejengwa mnene sana, inachukua siku nyingi sana ule ukuta kubomoka. Lakini inashauriwa kiafya, siku za hedhi zinatakiwa ziwe 3 mpaka 7. Zikipungua chini ya 3 ni ugonjwa, zikizidi zaidi ya 7 ni ugonjwa. Ili ovari zako na kizazi chako viweze kufanya kazi vizuri katika ufanisi unaotakiwa, hypothalamus, pituitary ambazo ni tezi zilizopo katika ubongo ndizo zinazoratibu utengenezaji wa homoni za uzazi katika ovari za mwanamke, lakini pia hata katika korodani za mwanaume. Leo tunajikita zaidi kwa mwanamke. Tezi yenye mamlaka ya juu kabisa ambayo ipo katika ubongo inayoitwa hypothalamus utema homoni inaitwa gonadotropin releasing hormone. Hii homoni huenda kuelekeza pituitary gland ambayo ni tezi pia iliyopo katika ubongo kutema homoni 2 kuu. Homoni hiyo ni luteinizing hormone, homoni nyingine inaitwa follicle stimulating hormone. Hii hormone ambayo inaitwa follicle stimulating hormone ndio hormone ambayo inaenda kukuza mayai mpaka yanafikia hatua ya kukomaa. Mayai yanapokuwa yanakomaa ndipo yanazalisha homoni inaitwa estrogen pamoja na progesterone. Kwa sababu progesterone ni homoni ambayo inazalishwa kwa wingi na corpus luteum. Hili ni baki la yai lililopatikana baada ya yai lililokomaa kutolewa na kuchukuliwa na mrija. Linatolewa na homoni gani? Homoni hiyo inaitwa LH. Kwa kifupi ni kwamba LH na FSH ni homoni gani? Hii ni homoni ambayo inatumika kukomaza mayai. Alafu hii ni homoni ya kuovulate yai. Kwa hii inapasua yai lililoiva, inapasua follicle, alafu hii inakomaza mayai. Noti kichwani mwako, tutakuja tutumie baadaye hizi terminology. Uzalishaji wa estrogen na progesterone, taarifa huanzia katika ubongo katika tezi ya hypothalamus na pituitary gland. Hypothalamus hutema homoni inaitwa gonadotropin releasing hormone kuiamrisha tezi iliyopo chini ya mamlaka yake ambayo inaitwa pituitary gland kuzalisha homoni 2, FSH na LH. FSH ni homoni ambayo inaenda kukomaza mayai changa, yanaitwa follicles ambayo ni primary follicles, mpaka pale atakapofikia hatua ya kuweza kutoa kiini ambacho kitatupatia mtoto. Halafu LH ni homoni ambayo itasaidia kupasua ile follicle ambayo imeiva. Kwa hiyo hii ni homoni ya kuovulate, hii ni homoni ya kukomaza mayai.
Homoni hizi huwa zinapanda kwa nyakati tofauti tofauti, na ni muhimu kujua nyakati gani zinapanda, nyakati gani zinakuwa ziko chini, kwa sababu inasaidia pale unapoenda kupima katika damu kuangalia nini kinachoendelea, mawasiliano yaliyopo kati ya ubongo na ovari zako. Sasa iko hivi, angalia hapa, FSH huwa inaanza kupanda kuanzia siku ya kwanza unapoanza kuvaa pedi. FSH kazi yake inaanza kukomaza mayai. Kadiri FSH inavyozidi kuongezeka, ndivyo pia homoni nyingine ambayo inaitwa estrogen inavyozidi kuongezeka. Homoni ya FSH inaongezeka sambamba na homoni ya estrogen, kwa sababu kadiri follicle inavyozidi kukomaa ndivyo inavyochovya estrogen kwa wingi. Estrogen inapokuwa nyingi inaenda kutaarifu ubongo uteme homoni ambayo inaitwa LH. Kwa hiyo kumbe moja ya kitu kinacho signal ubongo uteme homoni ya kuja kupasua ile dominant follicle, hicho kitu tunaita ni estrogen hormone. Ndio maana ukiangalia hapa estrogen hormone hii hapa iko piki, ambayo inaashiria sasa tayari yai limekomaa. Sasa homoni ya LH itakuja kupasua hii dominant follicle na kuinduce ovulation. Sasa kuna hili baki la yai ambalo limebaki baada ya ovulation kutokea. Hili baki la yai linaitwa corpus luteum. Ndio maana kipindi hiki baada ya ovulation kuwa imetokea, hiki kipindi kinaitwa luteal phase, kwa sababu hiyo kazi inachukuliwa na corpus luteum. Corpus luteum huanza kuzalisha homoni ambayo inaitwa progesterone. Progesterone hormone ni hormone ambayo inazalishwa na lile baki la yai baada ya ovulation kutokea. Sasa kuna umuhimu wa kujua progesterone huwa inapanda hasa wakati gani na estrogen huwa inapanda hasa wakati gani. Ndio maana wengine huwa wananiuliza, kwa nini nakuwa na hisia sana katikati ya mzunguko na kwa nini nakuwa na hisia sana mwishoni mwa mzunguko? Iko hivi, katikati ya mzunguko wako unakuwa na hisia sana kwa sababu ya kupanda kwa homoni ambayo inaitwa estrogen. Estrogen huwa inapanda katikati ya mzunguko na ndio inayokufanya wewe uwe na ute wa kutosha. Ndio maana ute ni ishara mayai yanakomaa vizuri. Na kwa nini unakuwa na hisia sana ile wiki ya tatu hivi unaelekea period? Kwa nini unakuwa na hisia sana? Unakuwa na hisia sana kwa sababu ya kupanda kwa homoni ya progesterone ambayo inazalishwa na lile baki la yai. Homoni ya estrogen inajenga huu ukuta ambao tunaita functional layer. Halafu homoni ya progesterone kazi yake ni kuushikilia huu ukuta usibomoke, kwa sababu ndio ukuta ambao mtoto atakuja ajishike. Na kuna umuhimu pia wa kufahamu ya kwamba endapo mimba haijatungwa, hii corpus luteum expire. Ikisha expire, homoni hii ya progesterone hushuka. Ikishashuka inaruhusu ukuta umong'onyoke, na hapo ndipo unaona damu. Huo ndo mtiririko unavyofanyika mpaka wewe unaona damu. Homoni ya LH imepanda katikati ya mzunguko. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unaweza ukatumia hizi homoni FSH, LH, estrogen na progesterone kufanya utathmini namna mayai yanavyokomaa katika ovary. Nikupe mfano. Angalia mfano. Umepima homoni ya LH katika siku ya 9 au ya 10, ukaikuta iko juu. Maana yake ni kwamba homoni ya kuja kuovulate imepanda mapema kabla ya siku ya 14. Hii tunasema ni early recruitment of follicle. Kitu kingine, inatokea kwamba wewe siku zote ya mzunguko wako unapopima homoni ya LH iko juu. Hii inaashiria kwamba unaweza kuwa una polycystic ovary. Endapo ikitokea kwamba umepima progesterone siku ya 21 ukaikuta iko chini sana, inaashiria nini? Inaashiria una luteal phase defect, haukukomaza mayai vizuri au haukuovulate. Jamani, nondo zote ziko katika hiki kitabu. Nikiongea yote nitawapasua vichwa. Hiki kitabu kina nondo hatari, kinaitwa Sayansi ya Homoni na Ugumba. Nimerahisisha mambo yote haya ambayo nayafundisha katika huu ubao. Tunaendelea.
Tezi ya hypothalamus, pituitary na ovary huwasiliana kwa kutumiana ujumbe chanya, ujumbe ambao unamuhamasisha mwenzake kufanya kazi. Huyu huwa anatema homoni ambayo inaitwa gonadotropin, ni ujumbe chanya, humwambia huyu azalishe hizi homoni. Kisha pituitary humwambia ovary naye ujumbe chanya azalishe homoni za estrogen na progesterone. Endapo ikitokea homoni za estrogen na progesterone ziko za kutosha katika damu, tumeona kwamba hupeleka taarifa hasi katika ubongo na kumwambia huyu hypothalamus asizalishe gonadotropin releasing hormone ambayo itafanya mtiririko huu uendelee. Sasa hiki kitu huwa tunasema negative feedback inhibition. Ni kitendo cha wingi wa homoni hizi katika damu huenda kuzuia ubongo wako usiendelee kutema homoni ambazo zinakuja kukomaza zaidi mayai. Nyongeza ya homoni katika mfumo wa vidonge. Vidonge hivi huwa vinakusudia kuongeza kiwango cha estrogen na progesterone katika damu. Tumeona kwamba kiwango cha estrogen na progesterone kinapoongezeka katika damu hupeleka taarifa hasi kwenda katika tezi ya katika ubongo inayoitwa hypothalamus isizalishe gonadotropin releasing hormone, na pia pituitary isizalishe follicle stimulating hormone na luteinizing hormone. Mayai hayawezi kukomaa katika ovary, na hivyo hautaona ile hedhi inayotokana na mayai kukomaa. Ndio maana sasa hivi vidonge ukiviangalia huwa vina rangi hivi, vidonge 21 vina rangi tofauti, alafu hivi vina rangi tofauti. Hivi vidonge hivi vingine unavyomalizia katika mzunguko wako, hivi ni rangi ya ugoro, vikimaanisha sio vidonge vyenye dawa ya homoni. Hivyo basi utatumia vidonge vya homoni kwa muda wa siku 21, alafu ile wiki ya mwisho unaviacha vile vidonge. Unapoviacha, maana yake unaruhusu ule ukuta wa kizazi ubomoke. Kwa hiyo utakuwa unaona hedhi, lakini sio hedhi ambayo inatokana na hypothalamus imeleta signal kwa pituitary, sio hedhi inayotokana na pituitary imeleta signal kwenye ovary, na sio hedhi inayotokana na mayai kukomaa katika mtiririko ule ambao tumejifunza. Ni hedhi iliyotokana na mawasiliano ya homoni zile unazokunywa kwenye kidonge ambacho umenunua. Unatafuta mtoto kwa miaka mingi, hedhi imekata, umetembelea kwa daktari, unashangaa kwa nini daktari amekuandikia homoni za nyongeza katika mfumo wa vidonge. Yaweza kuwa ushawahi kuandikiwa homoni tofauti tofauti katika majina hayo. Sasa unashangaa kwa nini, kwa sababu ukienda katika kujisomea unaona kwamba hivyo vidonge vinaenda kuzuia ile mfumo asili wa mwili wako kukomaza mayai. Mwisho wa siku unazitupa. Huwa kuna sababu moja au mbili daktari kwa nini amekuandikia hivyo vidonge. Kuna kitu kinaitwa progesterone withdrawal challenge test, lakini pia kuna kitu kinaitwa estrogen progesterone withdrawal test. Daktari naweza kukuandikia hivi vidonge kama kipimo, narudia mara ya 3, kama kipimo. Ninakuandikia vidonge mfano vya estrogen na progesterone, unavitumia kwa siku kadhaa. Baada ya siku kadhaa ninakupokonya vile vidonge. Kwa nini ninakupokonya? Unapokuwa unakitumia hicho kidonge, unakuwa unatengeneza huu ukuta mwekundu, unatengeneza kwa kutumia hiyo homoni ambayo inaitwa estrogen. Alafu homoni ya progesterone inaushikilia huu ukuta usiweze kubomoka. Sasa pale nitakapokuzuia, acha kuzitumia baada ya siku 10 hivyo vidonge. Unapoviacha, ule ukuta unakosa kitu ambacho ulikuwa unashikilia ule ukuta utamomonyoka, utaona hedhi. Hiyo inaniashiria nini mimi daktari? Inaniashiria kwamba wewe mlango wako wa kizazi hauna shida kabisa. Yaani mlango wako wa kizazi hakuna shida. Halafu tunaangalia nini kingine kinachoendelea. Hiyo inaashiria kwamba huu ukuta wa kizazi una respondi na homoni zako, ukuta wako bado uko functional. Baada ya kufanya hivyo, kuna wengine sasa unajikuta kwamba wewe unakuwa unazinywa sasa kama vile ni routine. Hiyo sio dawa ya kuponyesha kitu. Hicho ni kipimo, huwa tunatoa ndani ya siku 10.
Kama wewe daktari kishajua kwamba yaweza kuwa wewe hauna tatizo la mlango wa kizazi, wewe hauna tatizo la ukuta wa kizazi, wewe una tatizo la mayai kukomaa. Sasa daktari anatakiwa aingie kwa kina, achimbue, atafute chanzo cha mayai kutokukomaa. Matumizi sugu ya homoni za nyongeza katika mfumo wa vidonge kwa lengo la kulazimisha upate hedhi feki. Kitendo hicho unajiathiri kwa sababu huenda kuathiri ule mfumo asili wa mwili wako, mawasiliano mpaka mayai yanakomaa. Na kushauri utafute mzizi wa tatizo. Nini ambacho kinaathiri ovari zako kukomaza mayai? Haya ni mambo ambayo nimekuwa nikiyatatua na wengi wamefanikiwa kubeba ujauzito natural kabisa. Jambo la kwanza, kama una kitambi kiondoe. Kama una kisukari kilichojificha, hujui kama una kisukari kilichojificha, nenda kwa daktari akupime. Nimewasaidia wengi wamebeba ujauzito kwa kukiondoa kisukari kilichojificha. Kuwa na kisukari rasmi ni kikwazo cha mayai kukomaa vizuri. Subclinical and clinical thyroid disease, magonjwa ya tezi ya shingo, yapo yaliyojificha na yapo ambayo halisi umeshagundulika huko kwenye dawa. Matatizo ya kutawala kwa homoni za kiume katika damu, magonjwa ya tezi ya hypothalamus na anterior pituitary gland. Kunapo kutokea na hitilafu yoyote katika tezi katika ubongo, hali hiyo huathiri mayai kukomaa. Unatakiwa kuchunguzwa kama umejiathiri na ulaji wako na mtindo wako wa maisha. Hayo ni mambo ya msingi, kujua mzizi wa tatizo. Kwa nini wewe hedhi imekuwa ni changamoto mpaka utumie vidonge, kitu ambacho hutatui mzizi wa tatizo. Tunasema soma vitabu upate maarifa. Matatizo ambayo mwanao anakulalamikia sasa hivi, mambo ya hedhi unayapotezea, ndio yanaowatesa wengi. Yalianza toka utotoni, wazazi wao walipuuza. Kitabu hiki kitakunusuru pia kukuepushia pesa nyingi ambazo unapoteza kila iitwapo leo kwa sababu unakosa maarifa. Kinapatikana kwa mawakala wetu karibia Tanzania nzima. Unaweza ukapiga simu izoko hapo uongeze maarifa.